الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 29 mwezi Rabi'i Thani mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 21 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 miladia. Jana kuna kalima tuliliwacha, tukasema tutaliangalia tena leo. Anasema aliposema qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kisha akasema wama yu'minuni. Asema hili ni sigha ambalo limepunguzwa ibara yake, sighatun naqisatun liibara, ni tamko ambalo ni pungufu ibara yake, ni ufupi wa qawlihi ta'ala afala yu'minun. Wasema hii ni upungufu au ni ufupi wa qawlihi ta'ala afala yu'minun. Ndio hiyo anasema wama yaumuni, yani kwa nini hawaniamini mimi, kama hivyo wamesema katika lugha. Tayib, tulifikia jana kuelezea tuhuma zao za kwamba Sheikh Al-Albani rahimahullah ni muhaddithun laysa bifaqih, ni mwanachuoni wa hadithi lakini si mwanachuoni wa fiqh. Sheikh Bazamul hafidhahullah akasema maneno hayo pia aliambiwa na kutuhumiwa Imamu Sunna wal Hadith al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, pia walisema hivyo hivyo kwamba yeye ni mwanachuoni wa hadithi lakini si mwanachuoni wa fiqh. Abul Wafa Ali ibn Abi Aqil rahimahullah akafanya raddi kauli yao hiyo kwa maneno mengi, akasema wa min ajibi ma tasma'uhu an haula'i al-ahdath al-juhal annahum yaquluna Ahmadu laysa bifaqih lakinahu muhaddith. Katika mambo ya ajabu ya kushangaza ni utakao yasikia kwa hawa vijana wajinga ambao wanasema al-Imamu Ahmad si mwanachuoni wa fiqh lakini ni mwanachuoni wa hadithi. Qala hadha sheikh wa hadha ghayatul jahli, huu ni mwisho wa ujinga wao vijana hao wanaodai hivyo. Sasa akasema msemo huo muhaddithun laysa bifaqih in urida biha mujarradul wasfi بأنه من أهل الحديث النابغين النابهين فيه ولم يرتب على ذلك شيء من سلب نعت الفقه فهذا لا اعتراض عليه، إذ الإمام رحمه الله من أئمة الحديث المشهود له بالدراية وطول الباع فيه شهد له بذلك. Ikikusudiwa mujarradi wa kusifu kwamba al-Imamu Ahmad ni katika watu wa hadithi waliodhihiri, waliotangaa katika masala ya hadithi, na isipangike kutokana na hilo kuchukuliwa sifa ya fiqhi kwamba hana sifa ya ilmu ya fiqhi kabisa. Hadha la i'tiradha alayhi, kwa sababu Imamu Ahmad rahimahullah min a'immati al-hadith, ni katika maimamu wa hadithi wenye kushuhudiliwa kwa ujuzi wa hadithi na uwezo mkubwa. Shuhida lahu bidhalik, alishuhudiliwa hilo. Wa hadha lillahi alhamdu mimma la yakhtalifu fihi ithnani wa la yantatihu fihi anzani. Hii ni katika mambo ambayo watu wawili hawakhtalifiani wala mbuzi wawili hawapigani pembe. Alama ahsibu
Amma idha urida bihadhi al-ibara, ama ikikusudiwa kwa msemo huo isqatu kalami al-imami wa ghairihi min ahli al-hadith, kuangusha maneno ya imamu huyu al-Imamu Ahmad na wengineo katika watu wa hadith, alladhina qilat fihim hadhihi al-ibara wa nahwuha, na wengineo katika watu wa hadithi walioambiwa ibara hiyo na mfano wao fi fiqh al-hadith, na kubainisha maana yake, wa ikhtiyaratihi wa tarjihatihi fi masail al-ilmi, fahadha ma'nan munkarun batilun, takuwa maana hii ni munkar na ni batili. Yuraddu alayhi bima yali, hurudiwa kauli hiyo na maana hiyo kwa yafuatayo. Yuqalu lahum mal fiqhu indakum, wataulizwa nini fiqhi kwenu. In aradtum bil fiqhi hifdha al masaili wal mutuni wal khawdhi bil iftiraat, mkikusudia kwa fiqhi kuhifadhi masail fiqhiyya na kuhifadhi mutuni hizi za fiqhi na kuingilia katika mambo ya iftiradat na makadirio, duna taasili dhalika ala dalili sahihi, bila kuliwekea asli au kuyawekea asli kwa dalili iliyo sahihi. Ni mambo ya kadiria na dhana yasiyo na dalili. Fahadha alfiqhu ahlu lhadithi min abadi nnasi anhu, fiqhi hii kwa watu wa hadithi wako mbali nayo. Fiqhi isiyo na dalili, masala yasiyo na dalili, ahlu lhadithi wako mbali nayo. Balha imamahum Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wachilia mbali imamu wao Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wengi katika watu wa hadithi wako mbali na masala yasiyo na dalili. Wakikusudia kwamba masaili hawana fiqhi, maana yake ni hiyo kwamba masaili ambayo hayana dalili, ahlul hadithi hiyo wameepukana nayo na wako mbali nayo. Kila masala wao wanayetafutia dalili. Wa in aradtum bil fiqhi alfahma, na mkikusudia kwa fiqhi ufahamu, والتفقه لنصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم دون تعصب لأحد إلا للدليل، فنحن نطالب بدليل واحد على أن الإمام أحمد أو أحدا من أهل الحديث لم يكن كذلك. Mkikusudia kwa fiqhi ufahamu na kuleta fiqhi, ufahamu wa fiqhi na ilmu ya fiqhi kwa nususi za Qur'ani tukufu na hadithi zilizotakasika, ala dhawi fahmi sahaba ridwanullahi alaihim wa tabi'ihim, kupitia mwangaza wa fahamu za masahaba, radhi za Allah ziwashukie na wenye kuwafuatia masahaba, duna taassubi li ahadin, bila kumpendelea yoyote, illa lidalil, isipokuwa kwa dalili. Fanahnu nutalibu bidalilin wahid, sisi tunataka mlete dalili moja tu, ala anna al-imama Ahmad au ahadan min ahli al-hadith, kwamba Imamu Ahmad au yoyote katika watu wa hadithi lam yakun kadhalik, hawakuwa hivyo, kwamba wao wanasema masala bila ya dalili, walete dalili moja. Thumma halil qawlu an insanin ma innahu faqihun yani anna kulla ma jaa bihi haqqun, je, kauli ya kwamba mtu ni faqihi, ni mwanawachuoni wa fiqhi, hii ina maana kwamba kila alilolileta na alilolisema ni haki? Wal qawlu an insani ma innahu muhaddithun yani anna kulla ma jaa bihi batil, na kauli ya kwamba mtu ambaye ni katika maulama wa hadith ni muhaddith, yani kila analolileta huyu muhaddith ni batili na kila analolileta mwanawachuoni wa fiqhi ndio haki. Au anna al-ibrata bid-dalil, au mazingatio ni kwa dalili, aliyeleta dalili sahihi huyo ndio yuko kwenye haki.
si mujarradi wa kauli tu, kwamba mwanawachuoni wa fiqh akisema masala yeye ni haki, mwanawachuoni wa hadithi akisema masala hayo ya fiqh ni batil. Hapana, al-ibratu bid-dalil. Faman kana ma'ahu ad-dalilu as-sahihu as-salimu 'anil mu'arada fahuwa 'ala al-haqqi, ambaye ana dalili sahihi iliyosalimika na kupingwa, huyu yuko juu ya haki. Wa man la fala, na ambaye hana dalili, huyu hayuko katika haki. Kwa mazingatio ni kwa dalili. Mtu akileta dalili, huyu katika haki, dalili ya Qur'ani au ya hadithi, yuko katika haki. Lakini vinginevyo kwa fikra zake tu atoe masala kwa fikra zake bila dalili, hii ni batil. قال وإذا كان الحق يعرف بالدليل الصحيح السالم عن المعارضة فما فائدة القول فلان محدث ليس بفقيه. أسمع ikiwa haki inajulikana kwa dalili sahihi, dalili iliyosalimika na kupingwa, nini faida ya kauli hiyo kwamba fulani ni mwanachuoni wa hadithi lakini si mwanachuoni wa fiqh? Hal tughni anil haqqi shay'a, je, msemo huo utatosheleza na haki kitu chochote? Hautoshelezi. Kwa hiyo mtu anaangaliwa kwa dalili, mtu anazingatiwa kwa dalili, kauli inazingatiwa kwa dalili, sio kwa kuangalia mtu fulani ameisema. Hapana, mazingatio ni kwa dalili. Qala inna hadhihi alkalima muhaddithun laysa bifaqih, maneno haya kwamba mwanachuoni ni wa hadithi lakini si mwanachuoni wa fiqh, bitilka almaani albatila kalimatun shaytaniya, kwa maana hayo batili, kalima hili ni la kishetani, maneno haya ni ya kishetani, kwamba fulani ni muhaddith laysa bifaqih. Hani maneno ya kishetani, tajri ala alsinati ba'dhi an-nas, yanajiri kwa ndimi katika ndimi za baadhi ya watu, fataghdhifu fil qulubi listihanata bil hadithi wa ahlihi, alafu maneno haya yanatia katika nyoyo za watu kudharau hadithi na kuwadharau watu wa hadithi. Wanaelewa? Kalima hili na maneno haya, fulanun muhaddithun laysa bifaqih, ni maneno ya kishetani ambayo yanatia katika nyoyo kudharau hadithi za Mtume na kuwadharau maulama wa hadithi. Wa anna alfaqiha yumkinuhu an yastaghniya anil hadith, na kuwa mwanachuoni wa fiqh inawezekana kujitosheleza na hadithi, yani hahitaji hadithi za Mtume. Ndio maana msemo huu kwamba mwanachuoni wa fiqh inawezekana kujitosheleza na hadithi za Mtume, ya maana hahitaji hadithi za Mtume. Hilo jambo haliwezekani hilo. Hakuna mwanachuoni asiyehitajia hadithi za Mtume, sababu hadithi ni kama Qur'an, ni wahi, ndiyo dalili. Qur'ani na hadithi ndiyo dalili. Itakuwaje mwanachuoni huyo hatumii Qur'ani, atumia Qur'ani peke yake bila hadithi za Mtume? Haiwezekani hivyo, sababu hadithi ndizo zilizofasiri Qur'ani. Kwa hiyo maulama wote, maulama wa fiqh, maulama wa tauhidi, maulama wa aqida, wote wanategemea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndizo zilizobainisha Qur'ani. Haiwezekani mtu ana ilmu lakini hategemei hadithi za Mtume, haiwezekani hilo. Qala wa tusawwiru al-amra wa ka'anna hunaka mushkilatun baina al-hadithi wa baina al-fiqh. Msemo huo unasawirisha jambo hili kama kwamba kuna matatizo baina ya hadithi na baina ya fiqh, kama kuna matatizo kwamba hakuna muwafaka baina ya hadithi na fiqh, ni vitu tofauti tofauti, haviwafikiani. وقديما نعى الخطابي المتوفى سنة 88 بعد 300 من الهجرة رحمه الله على من ذهب هذا المذهب وسلك هذا السبيل، فقال رحمه الله: ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر
wa ahli fiqhin wa nadhar. Asema huyu al-Imam al-Khattabi kwa hawa waliokwenda katika madhahabu hii wakafuata njia hii, akasema rahimahullah, niliona ahlul ilmi katika zama zetu wamefikia kuleta vikundi viwili, wakagawanyika vikundi viwili, watu wa hadithi na athar na watu wa fiqhi na maoni. Wa kullu wahidin minhuma la tatamayazu an ukhtiha fil haja, na kila moja katika vikundi hivyo la tatamayazu an ukhtiha fil haja, hakipambanukana na ndugu yake katika mahitaji. Wala tastaghni anha fi darki ma tanhuhu min albughya wal irada, wala hakijitoshelezi na kingine katika kufahamu ma tanhuhu ay ma ba'uda anhu min albughya wal irada, katika kutaka. Lianna alhaditha bimanzilati alasasi alladhi huwa alaslu walfiqha bimanzilati albinai alladhi huwa lahu kalfari. Vikundi vyote hivi viwili kila kimoja kinahitajia kingine, sababu hadithi katika daraja ya msingi. Alhadith bimanzilati alasasi alladhi huwa alaslu, hadithi iko katika daraja ya msingi ambao ndio asili, na fiqhi nayo iko katika daraja ya jengo ambalo ni kama far'i ya msingi huo. Wa kullu bina'in lam yudha ala qa'idatin wa asasin fahuwa munharun, kila jengo ambalo limewekwa juu ya qaida na msingi halikuwekwa, kila jengo ambalo halikuwekwa juu ya msingi, jengo hilo litabomoka. Fahuwa munhar. Wa kullu asasin khala min bina'in wa imaratin fahuwa qafrun wa kharab, na kila msingi ambao umeepukana na jengo, msingi ambao haukujengwa juu, fahuwa qafrun, hapo ni mahali ambapo ni qafrun, ni hapana mimea, hapana maji, hapana chochote, ni kama desert tu. Wa kharab, kwa kila kitu kinahitajia kingine. Msingi unahitajia jengo na jengo linahitajia msingi. Wanaelewa? Haiwezekani msingi peke yake bila jengo, wala jengo bila msingi. Ndio masomo haya mawili, alhadithi walfiqhi, kila moja linahitajia jingine. Wawajadtu hadhaini alfariqaini ala ma bainahum min at-tadani fi almahallaini والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه إخوانا متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين. Nikakuta vikundi hivi hili pamoja na aliyo baina yao katika ukaribu wa mahali hapo pawili na ukaribu wa daraja hizo mbili, na kuenea kwa mahitaji ya baadhi yao kwa baadhi nyingine, wa shumuli alfaqati lazima, na kuenea uhitaji wa lazima kwa kila mmoja katika wao kumuhitajia mwingine. Nikawakuta ikhwanan mutahajiraini au mutahajirin, ni ndugu wenye kuguriana. Wa ala sabili alhaqi biluzumi tanasuri wataawuni ghaira mutadhahirina, na kwa njia ya haki ni ulazimiano, ni kulazimu kunusuriana na kusaidiana, ghaira mutadhahirin. Fa amma hadhihi tabaqa, ama tabaka hili, alladhina hum ahlul athari wal hadith, ambao ni watu wa hadithi, fa innal aktharina minhum إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق، إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق. hawa watu wa hadithi wengi katika wao makusudio yao ni riwaya za hadithi na kukusanya njia za riwaya hizo, mapokezi ya hadithi na kukusanya njia za mapokezi hayo. Wa talabul gharibi washadhi min alhadithi alladhi aktharuhu mawdhu'un au maqlub, na kutaka iliyo gharib katika hadithi na iliyo shadhi katika hadithi ambapo nyingi zao ni maudhui au ni maqlub, zimegeuzwa.
la yurauna almutuna wala yatafaqahuna almaaniya, hawaangalii matni za hadithi, wala yatafahamuna almaaniya, wala hawataki kufahamu maana, wala yastambituna siyaraha, wala hafanyi istimbati ya mwenendo wake, wala yastakhrijuna rikazaha wa fiqhaha, wala hawataki kutoa rikaz, zile madini yake na fiqhi zake na ujuzi wake. Abul fuqaha, hao wakawatia aibu maulama wa fiqhi. Watanawaluhum bit'ani, wakashifu na kuwajeruhi. Wad'awihim, dhidi yao kukhalifu sunna Mtume. Wala ya'lamuna mablaghin ma atawhum qasirun wa bisu'il qawli fihim athimun, hawajui kwamba wao kwa mablaghi ya vile walivyopewa katika ilmu ni qasirun, ni wapungufu. Wa bisu'il qawli fihim athimun, na kwa maneno yao mabaya kwao ni kupata madhambi. Ndio hawa wanaodai kwamba maulama wa hadithi hawana fiqhi, na hawa wengine nao wadai maulama wa fiqhi hawajui hadithi. Kwa hiyo hawa ni watu wa fiqhi wanaodai kwamba watu wa hadithi nao hawana ilmu na hawajui kwamba wanapata dhambi kwa maneno yao hayo. Watu wa hadithi wanawakashifu watu wa fiqhi. Wa amma tabaqatul ukhra, ama tabaka nyingine, wa hum ahlul fiqhi wan nadhar, hawa ni watu wa fiqhi na watu wa maoni. Fa inna aktharahum la ya'rujuna min alhadith illa ala aqallihi, wengi wao hawaingilii hadithi isipokuwa uchache wake tu. Wala yakaduna yumayizuna sahihahu min saqimihi, hawakurubii kupambanua hawa maulama wa fiqhi hadithi sahihi na hadithi dhaif. Wala yaarifuna jayidahu min radiihi, hawajui hadithi zile nzuri na mbaya. Wala ya'bauna bima balaghahum minhu an yahtajju bihi ala khusumihim, wala hawajali iliyofikia kwao kutolea hoja dhidi ya mahasimu wao. Idha wafaqa madhahibahum allati yantahilunaha, wakiwafiki madhehebu yao hayo ambao wanajinasibisha nayo. Wawafaqa araahum allati ya'taqidunaha, wakawafiki maoni yao wanayoitakidi. Waqad istalahu ala muwadha'atin bainahum fi qabuli alkhabari aldha'if walhadithi almunqati, wamewafikiana juu ya kuzifanya dhaifu maudhu'a baina yao katika kukubali hadithi dhaif na hadithi munqati, muwadha'a. Waqad istalahu ala muwadha'atin bainahum, qala majmu'a min an-nas ittafaqu fima bainahum, wamewafikiana katika hali iliyo baina yao katika kukubali habari hadithi dhaifu na hadithi munqati. Idha kana dhalika qad ishtahara indahum, ikiwa hilo limetangaa kwao. Wataawaratuhu al-alsunu fima bainahum, na ndimi zikapokea hayo katika hali iliyo baina yao. Min ghairi thabtin au yaqini ilmin bihi, bila uthibitisho au hakika wa kulijua hilo. Fakana dhalika dhallatun min ar-ra'yi wa ghubnan fihi, na kuwa hilo ni upotevu katika maoni, kwamba wanawafikiana tu kwamba hii ni hadithi dhaif, hii ni hadithi munqati, bila kuangalia kawaidi zake na misingi yake. Itakuwa hiyo ni dhalla, upotevu wa maoni. Wa ghubnan fi, na kufanya uharibifu katika masala ya hadithi. Wa haulai waffaqana Allah wa iyahum, law hukiya lahum an wahidin min ru'asai madhahibihim wa zu'amai nihalihim qawlun yaqulu bijtihadin min qibali nafsihi talabu fihi thiqa wastabra'u lahu al-uhda. Asema hawa Allah atuwafikishe sisi na wao, lau wangeelezewa kutokana na mmoja katika wakubwa wa madhehebu yao na wale viongozi wa dini yao, ingenukuliwa kauli anayoisema kwa ijtihadi kutokana na nafsi yake. Talabu fihi thiqa, wangetaka thiqa, utegemevu wa kauli hiyo. Wastabra'u lahu al-uhda,
pia wangejitakasa na jukumu hilo. Fatajidu ashaba malikin la ya'tamiduna min madhhabihi illa ma kana min riwayat ibn al-Qasim wal-Ashhab indahum ta'ikari wategemea hawa peke yao. Watara ashaba anhu illa min walionukuu Muhammad bin al-Han bal ayatu qawlin bi khilafihi lam yaqbaluhu wa lam ya'tamiduhu. Ikiwajia riwaya kutokana na al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i na wengine wenye riwaya, ikiwajilia kauli iliyo kinyume cha hiyo, hawaikubali wala hawaitegemei. Yani watu wanafuata maimamu wao na taasubi za maimamu wao hawa wafuasi. Wakadhalika tajidu ashaba Shafi'i inma yuawiluna fi madhhabihi ala riwayati al-Muzani wal-Rabi' wa Sulaiman al-Muradi. Utakuta wafuasi wa Imam Shafi'i hawategemei wanategemea katika madhehebu yake mapokezi ya Imam al-Muzani, mwanafunzi wa Imam Shafi'i, na Rabi na Sulaiman al-Muradi. Fa idha jaat riwayatu Harmala wal-Jizi wa amthalihima lam yaltafitu ilayhi wa lam ya'taddu biha fi aqawilihi. Ikija riwaya huu Harmala na al-Jizi na mifano yao, hawaitegemei wala hawaizingatii riwaya hiyo, walam ya'taddu biha fi aqawilihi, wala hawaisabu ni katika maneno ya Imamu Shafi mpaka ije kwa wanafunzi wake. Wa ala hadha aadatu kulli firqatin min al-ulama fi ahkami madhahibi a'immatihim wa asatidatihim wa asanidihim. Asema ni juu ya hiyo ada ya kila kikundi cha maulamaa katika hukumu za madhehebu ya maimamu wao na isnadi zao, wanafuata wale wanafunzi wake tu. Kama ni Imam Malik, wanafunzi wa Imam Malik; kama ni Abi Hanifa, wanafunzi wa Imam Abi Hanifa; al-Imam Shafi, wanafunzi wake peke yao. Ikija kwa wengine hawaikubali. Fa idha kana hadha da'bahum wa kanu la yaqna'una fi amri hadhihi al-furu'i wa riwayatiha an ha'ula'i ash-shuyukh illa bil wathiqa wath-thabti, fa kayfa yajuzu lahum an yatasahalu fil amri al-ahammi wal khatbi al-a'zami. Ikiwa hii ndio ada yao na wakawa hawakinai katika mambo ya furui hizi, masala haya ya kifikhi na mapokezi yake kwa hawa mashekhi, isipokuwa kwa utegemezi mkubwa na uthibitisho, vipi itafaa kwao kufanya sahali katika jambo hili kubwa, al-amri al-ahammi, jambo hili muhimu la hadithi, wal khatbi al-a'zam, na jambo hili kubwa, wa an yatawakalu riwayata wan naqla an imami al-a'imma wa rasuli rabbil izza. Asema wasitegemee mapokezi na nukuu kutokana na imamu katika maimamu na mjumbe wa Mola wa utukufu. Alwajibu hukmuhu, ambao ni wajibu hukumu yake. Allazimatu ta'atuhu, ambao ni lazim kumtii. Alladhi yajibu alaina taslimu lihukmihi, ambaye ni wajibu kwetu kujisalimisha kwa hukumu yake. Waliinqadu liamrihi, na kufuata amri zake. Min haithu la najidu fi anfusina harajan mimma qadahu, kwa njia ambayo hatutapata katika nafsi zetu uzito katika aliyo ya hukumu. Wala fi sudurina ghillan min shay'in mimma abramahu wa amlah, wala hatutapata katika nyoyo zetu na vifua vyetu chuki yoyote katika jambo lolote katika mambo ambayo yeye Mtume sallam ameyaweka wazi na kuyapitisha. Araaitum idha kana lirrajuli an yatasahala fi amri nafsihi wa yatasamaha an ghuramaihi fi haqqihi fayakhudhu minhu az-zayf wa yughdhi lahum an al-aib, hal yajuzu lahu an yaf'ala dhalika fi haqqi ghayrihi idha kana taiban anhu? Asema, mnaonaje ikiwa mtu anafanya wepesi katika mambo ya nafsi yake na anawasamehe wale wanaomdai,
anawasamehe wale ghuramai anaowadai katika haki yake. Fayakhudhu minhu zaif, halafu anachukua zaif, ile ghish, kama ni pesa anachukua zile za ghishi. Wayughdhi lahum anil aibi, anawasamehe na kufumbia macho aibu zao. Hal yajuzu lahu an yaf'ala dhalika fi haqqi ghairihi, ikiwa yeye anaifanyia nafsi yake, je, inajuzu kumfanya hilo katika haki ya mtu mwingine? Idha kana taiban anhu, akiwa ni mwenye kutubia, kawalii dhaif wa wasii yatim, wali wa mtu dhaifu, wasii wa yatima, wakili lghaib, mtu mwenye kuwakilishwa na mtu aliye mbali. Hali yakunu dhalika minhu idha faalahu illa khiyana lilahdi, je, haiwi kwake huyo akifanya hivyo isipokuwa inakuwa ni khiana, anafanya khiana ya ahadi hiyo. Wa ikhfaran lidhimma, na ni kuvunja dhimma, jukumu lake. Fahadha huwa dhaka, huyo hii nayo huyu ni kama yeye huyo, imma ayana hissin wa imma ayana mithlin. Hii ni mathala, anasema imma ayana hissin wa imma ayana mithlin. Sema huu ni mfano unatumiwa kufanya mukarana baina ya hali mbili zinazotofautiana, au kwa kufahamisha kwamba almarad la yamna'u al-insana min al-hissi. Wasema kuna maradhi ambayo hayamzuii mtu hisia, imma ayana hissin wa imma ayana mithlin. Sema hii ni mathal inatumiwa bilmuqarana baina halaini mukhtalifaini, kupambanua au kufanya muqarana na muwazana baina hali mbili tofauti. Walakinna aqwaman atahum mustaw'aru tariqa alhaqi, lakini kuna watu pengine wao wanafanya uzito njia ya haki. Wastatalu almuddata fi darki alhadhi, wanafanya urefu muda wa kudiriki lile fungu lao. Wa ahabbu ujalata nil fakhtasaru tariqa alilmi, wakapendelea haraka ya njia, wakafupisha njia ya ilmu. Wakhtasaru ala natfi wa hurufi muntazaa an maani usuli alfiqhi samauha ilala, wakafupisha na kuchukua herufi zilizochukuliwa kutokana na maana ya usulul fiqhi wakaita ni ilal. Wajaaluha shi'aran lianfusihim, wakajalia hizo ni alama ya nafsi zao. Fi tarassumi birasmi alilmi, katika kufuata mrengo huu wa ilmu. Wattakhadhuha junna inda liqai khusumihim, wakafanya hayo ni ngao wakikutana na mahasimu zao. Wanasabuha dari'atan lilkhawdhi waljidal, au dharia, wakaziweka hizo kwamba ni sababu ya kuingilia katika mijadala. Yatanadharuna biha wa yatalatamuna alaiha, wanajadiliana kupitia sababu hizo walizoziweka. Wa yatalatamuna alaiha, wanapigana kwa nususi na kwa dalili juu yake. Wa inda tasaduri anha qad hakama lilghalib bilhadhqi wattabriz, na wakati wa kuingilia sasa wanahukumu lilghalibi bilhadhqi wattabriz, kuwa kwamba ni mwerevu, wanahukumu werevu na utangulio wake. Fahuwa alfaqihu almadhkuru fi asrihi, huyo aliyetangulia na huyo mwerevu ndio mwenye fiqhi aliyotajwa katika asri yake. Warraisul muadhamu fi baladihi wa misrihi, na ndio raisi mwenye kuadhimishwa katika mji wake. Haya ni malumbano ya baadhi ya maulamaa katika masala haya ya fiqhi na hadithi, malumbano hayo. Waqad dassa lahum ash-shaytanu hilatan latifa, shetani amewaingizia hila ndogo. Wa balagha bihim minhum makidatan baligha, akawafikishia mbinu hizo za kubwa za kugombana wao wenyewe kwa wenyewe. Faqala lahum hadha alladhi fi aydikum ilmun qasir wa bidha'atun muzjah
la tafi bimablaghi alhajati walkifaya. Shetani anawaambia hili mlionalo lililo katika mikono yenu ni ilmu fupi na ni bidhaa chache, hazitoshelezi ufikio wa haja na kutosheleza. Fastainu alayhi bilkalam, kwa utakeni msaada kwa kalam, ilmu alkalam. Wasiluhu bimuqatta'atin minhu, ilmu alkalam ni hii ilmu ya falsafa walionayo hawa masufi na mubtadia. Kwa anawaambia shetani kwamba elimu mlionao ni ndogo, ingizeni sasa fikra zenu na mawazo yenu. Wastadharu bi usuli almutakallimin, wakajidhihirisha sasa kwa misingi ya hawa watu wa bid'a wenye ilmu alkalam. Yattasi'u lakum madhhabu alkhawdi wa majali nadhar, itakunduka kwenu madhahabu ya kuingilia katika majali na mijadala. Fasaddaqa alaihim dhannahu, akawasadikisha shetani dhana yake. Wa ata'ahu kathirun minhum, wakamtii shetani wengi katika wao. Wattabauhu, wakamfuata shetani. Illa fariqan min almu'minin, isipokuwa kundi la waumini likawacha da'wa hiyo ya shetani ya kupigana wenyewe kwa wenyewe maulamaa hao. Fayala rijal wal uqul anna yudhhabu bikum, enyi watu na enyi akili, mnapelekwa wapi? Wa anna yakhtadiuhum ash-shaytanu an hadhihim, na vipi anawafanyia udanganifu shetani na fungu lao hilo. Wa maudhi rushdihim, na mahali pa uongofu wao. Wallahu almusta'an. Haya ni maneno aliyoyasema man hadha, aywa al-Khattabi. Maneno marefu haya anasema Khattabi kutoa lawama kwa hao maulamaa wanaogongana baina ya maulamaa wa fiqh na maulamaa wa hadithi, kugongana wenyewe kwa wenyewe kwamba hawa wana ilmu zaidi kuliko hawa, ambapo kila kimoja kinahitajia mwingine. Unaelewa, fiqh inahitajia hadithi, hadithi inahitajia fiqh. Naam. Wa ba'da hadha kulli, hal yuqalu an al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah au an ahadi kibari ahli al-hadith annahu muhaddithun laysa bifaqih? Baada ya hayo, je, anaitwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal au yoyote katika kibaru ahli al-hadith kama Sheikh Albani kwamba ni muhaddith, si mwenye fiqh? Bal hal yataraddadu ahadun fil jazmi bi annahu la fiqha biduni hadithin wala haditha biduni fiqhin? Je, anatia shaka yoyote katika kuhakikisha kwamba hakuna fiqh bila ya hadithi wala hakuna hadithi bila fiqh? Tumeelewa? Bal huwa yaqulu ahadun anna al-imama Ahmada wa kibara ahli al-hadithi lam yakunu ala manhaji as-salaf as-salih fi at-tafaqquh. Bali je, yote anaweza kusema kwamba Imamu Ahmad na wakubwa watu wa hadithi kwamba hawakuwa juu ya njia ya salafu salih katika masala ya fiqh? Haliwezekani hilo. Qala lastu adhunnu man yaqifu ala ma dhakartu yataraddadu fi wasfi al-imam Ahmad bil fiqh. Sidhani man yaqifu, atakayesimama kwa niliyoyataja kwamba anatia shaka kumsifu Imam Ahmad kwamba ni mwana wa chuoni wa fiqh. Wa anna Allah jamaa lahu baina na'ti al-muhaddithi wa na'ti al-faqih, na hakuna atakayetia shaka kwamba Allah amemkusanyia Imam Ahmad baina ya sifa kama ni muhaddith, ni mwana wa chuoni wa hadithi, wa na'ti al-faqih, na ni sifa ya mwenye mwana wa chuoni wa fiqh. Bal la atasawwaru muhaddithan la yafqahu shay'an mimma yarwihi, bali sitii katika akili kwamba muhaddith hajui fiqh, hajui lolote katika anayoyapokea. Mtu mwenye chuoni hadithi alafu hajui lolote katika hayo anayoyapokea katika hadithi, haiwezekani hilo. Tumeelewa? Kwa hiyo hawa ni maulama, kila mmoja anahitajia ilmu ya mwingine, sawa? Muhaddith anahitajia ilmu ya fiqh, na mafaqih anahitajia ilmu ya hadithi, kwa sababu ndiyo dalili ya fiqh yake hiyo. Tumalize hapa. Taib,
وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حديث يمتمه صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني. Allah subhanahu wa ta'ala amnawiri, amtie nuru mja ambaye amesikia maneno yangu akayahifadhi kisha akanifikishia kwa wengine. Farubba hamili fiqhin ghairu faqih, huenda mwenye fiqhi, mwenye kubeba fiqhi lakini si mwana wa chuoni wa fiqhi. Wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, na pengine kuna mwenye kubeba fiqhi akampelekea mtu ambaye ni afqahu minhu, ana elimu zaidi ya fiqhi kuliko yeye. Laysa fihi anna ahla alhadith la yafqahuna ma yarwuna min akhbar, hakuna kuwa watu wa hadithi hawafahamu hadithi wanazozipokea. Ghayatu ma fihi annahu laysa min sharti at-tahammuli wal adai al-fiqhi, asema mwisho wa elimu ndani yake si katika sharti ya kuchukua hadithi, si katika sharti ya tahammul kupokea hadithi, wal adai na kutekeleza hadithi, al-fiqhu si katika sharti yake. Inma shartuhu al-hifdhi, sharti ya kuchukua hadithi ni kuhifadhi hadithi kama ilivyopokewa kwa Mtume sallam na kuifikisha. Hii ndio sharti ya riwaya. Wala yufahamu min hadha alhadith wujudu muhaddithin la yafqahu shay'a, haifahamii kwa hadithi ya Mtume kupatikana mwana wa chuoni wa hadithi ambaye hafahamu kitu. Umeelewa? Fa inna ghayatahu annahu qad yujadu muhaddithun yanqulu hadithan la yafqahuhu, lakini mwisho ya elimu ndani ya hadithi hii ni kwamba huenda akapatikana mwanachuoni wa hadithi akanukuu hadithi na kupokea hadithi ambayo hajaifahamu. Unaelewa? La yafqahuhu au la yafqahu ba'dha ma fihi min ma'ani, au hajafahamu baadhi ya elimu ndani yake katika maana. Lakin laysa fil khabari annahu la yafqahu shay'an, lakini hakuna katika hadithi hii kwamba mwanachuoni wa hadithi ameongea hadithi hajui chochote. Hiyo hakuna, haieleweki katika, hakuna fahamu hiyo katika hadithi hii. Wa fi istimali rubba allati tufidu at-taqlil ma yush'iru anna 'ammata ahli al-hadith yafqahuna hadithahum illa al-qalila minhum. Hii kutumia rubba, Mtume alisema farubba hamili fiqhin ghairu faqihin wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Asema matumizi ya rubba ambayo yanafahamisha taklil, kupunguza au uchache. Hii ma yushiru inafahamisha kwamba wengi katika watu wa hadithi yafahamuna hadithahum, yafqahuna hadithahum, wanafahamu hadithi zao, illa alqalila minhum, isipokuwa wachache katika wao. Faqad la yafqahu ba'dhan mimma yarwi, huenda asifahamu baadhi ya hadithi aliyoipokea. La annahu la fiqha ladayhi, si kwamba hana ufahamu kabisa. Umeelewa? Ni binadamu hawa pia, masahaba wanaopokea hadithi. Tumeelewa? Wa min dhalik anna Abdullah ibn Hashim, ilikuwa nitakuelezea mfano. Min dhalika anna Abdullah ibn Hashim qala lana Waki' ibn Jarrah al-Ruasi alituambia ayul isnad la, au hii ndio al-fuqaha khairun mimman yatadawaluhu ash-shuyukh. Al-A'mash ni sheikh, Abu Wa'il ni sheikh, Sufyan ni faqih, mwanachuoni wa fiqh, na Mansur ni faqih. Ni hadithi hiyo ambayo wanaipokea maulama wa fiqh. Hadithi hiyo ni bora kuliko ma yatadawaluhu shuyukh, wanayoichukua hawa masheikhi ambao ni Al-A'mash na Abu Wa'il na wengineo. Haya, tutakoma hapa. Maneno yaunganishwa kwa kweli. Qala Adh-Dhahabi muaqiban, akifanya taaqib maneno haya, qala balil A'mash wa shaykhuhu lahuma fiqhun wa ma'rifatun wa jalala.
Usiseme Amash ni sheikh peke yake na Abu Wail ni sheikh peke yake na Sufyan ni faqih na Mansur ni faqih, bali al-A'mash wa shaykhuhu lahuma fiqhun wa ma'rifa, wana ilmu ya fiqh na wana maarifa na wana utukufu katika maswala haya. Sawa haya, wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.